Nikwambie kuna tajiri mmoja kaja ofisini kwangu ananiambia na miaka 2 hajanunua nguo ya ndani. Nguo ya ndani chupi hajanunua. Miaka 2. Miaka 2 hajabadilisha nguo ya ndani. Ulijaribu kumuuliza labda shida nini? Hela hakuna, gari zinakwenda matatizo, gari zinakwenda dereva matatizo, mara booster fanya hivi, booster kabadilisha, mara hiki mara hivyo. Umeelewa? Unakuta dereva kana maisha mazuri kuliko tajiri. Wapo. Penzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Mtazamaji wa Chawamata TV, tunazungumza kutoka hapa Tabata Segerea, Senene, mtaa wa Senene. Kumbuka leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Tumefika maeneo haya mtazamaji kuweza kuzungumza na mwenyekiti wa Malori Tanzania aweze kutuambia wao yeye kama yeye anafanya kazi gani na madereva wa Malori Tanzania. Muda sio mrefu tunaenda kuungana naye hapa aweze kuongea na sisi kupitia Chawamata TV. Lakini wewe mtazamaji ambao unatufuatilia kupitia channel zetu utakuwa kwanza kupata taarifa hizi ambazo tunaenda kuzungumza na mwenyekiti. Atakuja ajitambulishe majina yake, anaitwa nani, yeye anafanyaje kazi na wamiliki wa Malori Tanzania. Karibu ungana nasi wakati tunapoenda kuzungumza naye sasa hivi. Naam, heshima yako, mkuu, habari ya asubuhi? Salama na mzima. Mimi mzima kabisa. Heri. Salama. Wanakuita nani wasio kufahamu? Jina naitwa Chuki Shabani, mwenyekiti wa wamiliki wa Malori Tanzania. Naam, tuzungumze kupitia Chawamata TV hapa. Kuna watu wengi wanatufuatilia kupitia channel hii. Ukiwa kama mwenyekiti wa Malori Tanzania, unafanyaje kazi na hao wamiliki hawa katika majukumu yao kuhakikisha kwamba vyombo vyao vipo salama lakini vipo safi kabisa kwa ajili ya usafirishaji wa ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania? Kwetu sisi ni daraja lakini pia ni walimu. Ni daraja kwa kati ya wamiliki wa Malori na serikali na wadau wengine. Kwa sababu kunapokuwa kuna jambo hawezi kutoka kila mmiliki wa Malori, labda kuna jambo serikalini kila mmiliki wa Malori kaenda serikalini. Ndio maana kuna association. Association ni sisi ndio kiunganisho kati ya wamiliki wa Malori na serikali, wamiliki wa Malori na wadau wengine, wamiliki wa Malori na wizara, wamiliki wa Malori na taasisi zote ambazo tuko nazo katika sekta yetu ya usafirishaji. Kwa hiyo sisi ni kiunganishi, ni sindano. Ndio naishona waya unani shati upande na upande ulichanika liweze kuwa moja. Kuna utaratibu labda mmeuandaa kwa nyinyi kama chama cha wamiliki wa Malori Tanzania, ukiwa ndio mwenyekiti wa chama hicho na wale wamiliki wa magari? Kuna utaratibu ambao umeandaa kwamba ukitaka kuwa gari yako ifanye kazi kuna kitu unatakiwa ufanye na kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvileta ofisini kuweza sisi kukuruhusu kuweza kufanya kazi ya usafirishaji? Saji sio sisi haturuhusu mtu. Na wala hatumlimiti mtu. Sheria zipo za serikali kwa chini ya wizara mambo ya ndani, usalama barabarani, wale ndio wanaturegulate kwenye swala la usalama barabarani. Lakini sheria zipo chini ya uchukuzi, wizara ya uchukuzi, kitengo cha LATRA, wao ndio wanaotoa leseni. Sasa sisi ni kiunganiko kati ya wizara mambo ya ndani, kati ya LATRA na wasafirishaji. Sasa kama kuna jambo jipya linajitokeza out ya law, out ya nje ya sheria zilizopo, basi sisi ndio tunaenda kuchukua zile na kuambia wamiliki wa Malori, jamani, sasa leo kuna hiki na hiki na hiki kipya kimetangazwa, serikali wanataka hivi. Kwa mfano, serikali wanataka mikataba ya madereva. Hakuna, sio kila mtu atajua kwamba anataka mkataba wa madereva. Kwa sisi tunapata taarifa kwamba serikali inataka kila dereva awe na mkataba. Alafu tunarudi kwa wanachama wetu tunaambia, jamani, inataka kila mwanachama awe na mkataba. Kila dereva ana mkataba. Mkataba wanachama, njooni chukueni ofisini, hakikisheni kila dereva anakuwa na mkataba na analipwa mshahara bora. Sasa wale ambao hawana mkataba, waajiri wanawaajiri madereva ambao hawapi mkataba, wao mnawachukulia watu aina gani? Kuna shida kwamba wenye mikataba ni wale wanaenda masafa marefu. Kwa maana kwa Kongo, Zambia, wanaotoka nchi za nje. Kwa sababu ni mandatory kwamba huwezi kupewa mzigo bandarini bila kuwa kwenye chama. Ili ukidampu mzigo Tanzania au ndani ukiiba, iwe ni rahisi kukubaini, unaona. Lakini hao wenzetu wanaobeba loko, na beba nyanya, na beba wapi, na beba hivi vitu vidogo vidogo mnani, sio mandatory. Kwa hiyo siku zote tunaiomba LATRA waambie wanavyoenda kuchukua leseni wao attach na certificate of any association, chama chochote kilicho.
sio lazima anachokiongoza mimi. Kama kuna chama kingine ambacho mimi sikiongoze, ili mradi atambulike. Kwa mfano Rwanda wamelalamika, mtu anakuwa na gari yake anakwenda Rwanda, anapata ajali kule, yeye mwenyewe ndo anaendesha. Namna kumtambua tena inakuwa ni ngumu, kwa sababu yeye mwenyewe ameshakufa tayari labda, au yeye yuko jela, hana yani amepata au anaumwa amelazwa hospitali. Lakini kama huyu mtu alikuwa kwenye association, watawasiliana na association zilizopo. Kuna mmiliki wa gari TIN number fulani yuko kwenye association gani, kuna matatizo haya na haya na haya amepata katika nje ya Tanzania. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kumbaini, na pia ni rahisi kupata taarifa za serikali. Sasa kwa hao madereva ambao wanafanya kazi ndani ya nchi, yani ndani ya nchi namaanisha, ambao wafanyi kupeleka biashara zao nje au kupeleka mizigo nje ya nchi, wamesema hawapewi mikataba. Huoni kama inaweza ikawa na athari kwenye kazi zao na kwenye maisha yao ya kikazi? Ina athari kubwa, kwa sababu tumeshafuatwa na watu wa serikali kwa maana haki za binadamu. Wakatuambia amekuta kuna mtu mmoja amelala kwenye kichaka, amepaki gari kalala kwenye kichaka, ana njaa. Shida nini njaa? Mbona unaendesha gari ambaye nalipa shilingi 1500? Sasa 1500 na wapelekea watoto wangu hela ya chakula. Bora mimi nife na njaa lakini wapelekea watoto wangu. Sasa wakatuuliza mnawafikieje wale? Tukamwambia hatuna mandatory, hatuna sheria ituruhusu tuwafikie. Utamfikia wewe kama nani? Naona. Kwa hiyo na regulator wetu wote ni LATRA, wote mama yetu ni LATRA. Tuko chini ya Wizara ya Uchukuzi. Kwa hiyo tumekuwa tunashauri sana Wizara ya Uchukuzi kupitia LATRA. Ni vizuri hao watu hata kama wao wenyewe wataamua kupanga ile annual fee, kwamba labda mnaenda masafa mbali na mnalipa 100,000 kwa mwaka, nyingi sana. Hawa hawezi kumanage, wambeni walipe hata shilingi 20,000. Tuko tayari, kwa sababu tunachotaka ni kujenga taifa. Wambeni walipe shilingi 30,000, tuko tayari. Unaona? Hata wasema walipe shilingi 10,000, tuko tayari. Tunachotaka serikali ikiongea jambo liende kwa pamoja kwa watu wote kwenye sekta nzima. Hiyo itakuwa ni jambo jema. Mnafanyaje kazi sasa na mamlaka ya usafirishaji, kwa maana LATRA, mnafanyaje nao kazi nyinyi na wamiliki wa magari? Tunafanya kazi kwetu sisi kwa department ya magari yanayoenda nje za nje, tunafanya kazi vizuri sana. That's why unasikia migogoro, kuna queue Tunduma, tunakwenda tunaimaliza. Kuna hiki na kile tunamaliza. Sijui kuna matatizo ya madereva kutokuwa na mikataba, tunakaa tunasolve. Tunaona Kilele imetulia, tunaenda mpaka Kasumbalesa kwenda kufungua mipaka. Kwa hiyo hatuna shida, lakini tunataka iwe uniform kwa Tanzania nzima. Wamiliki wote wa malori wao kwenye association. Likitamkwa jambo na serikali linakuwa limetamkwa. Wakisema nchi fulani kuna ugonjwa, wamiliki wa malori msiende, iwe ni uniform. Sisi na kusafisha mizigo nje za nje tutapata taarifa, lakini na wenzetu wanaobeba mizigo hapa ndani kupeleka huko nje za nje watapata taarifa. Na kwa karibu zaidi. Yes, we want to be a uniform, tuwe kitu kimoja. Vipi sasa kuhusu hawa watu ambao hawana mikataba lakini pia wanatamani sana kufanya kazi na makampuni fulani? Wewe unawashauri ukiwa kama mwenyekiti wa wamiliki wa malori Tanzania? Sasa kumshauri dereva ni ngumu, kumshauri mtu ambaye huwezi kumfikia ni ngumu. Sisi tunaishauri serikali kwa maana LATRA, kupitia LATRA, kwamba hebu wafanye jambo, wahakikishe kwamba kila mmiliki wa malori amejiunga na vyama, na sio chama. Na sasa sio chama ninachokiongoza mimi, wawe kwenye vyama ambavyo wao LATRA ndo anakutana nao na kuwapa maelekezo kutoka serikali kuu. Umeelewa? Kwa nini nimekupata. Na vipi sasa kuhusu wamiliki ambao wana magari ambayo hayakidhi vigezo? Wewe kama mwenyekiti unawaruhusu kufanya kazi hiyo au waruhusu kabisa? Of course, hata migari yangu kama mbovu ndaishtukia kuipeleka barabarani, kwa sababu hutapata maafa wewe, utawapa maafa na watu wengine. Kwa hiyo mimi ningependa sana kila mtu hakikishe gari linapopeleka barabarani imekidhi vigezo, kwa sababu anaweza kuja kunigonga hata mimi. Ni kweli inabidi tufuate taratibu za usalama barabarani. Labda kuna namna njia mmefanya nyinyi na mamlaka ya usafirishaji LATRA, na maanisha kuna utaratibu labda mmeuandaa wa kuhakikisha kwamba magari ambayo ni mabovu hayaendi barabarani? Kuna namna mmeandaa utaratibu huo? Narudia tena, sisi association hatuna mandate hayo.
Hizo amri sisi hatuna, tutamwamrisha wewe kama nani? Lakini kama wale wanachao wa Amerika wa malori wangekuwa wanachama wetu, tungewafikia, tungewaambia. Miezi miwili iliyopita DP World walitwitter wakasema kuna malori yanaingia kule ndani kubeba mizigo, hayana hata milango. Kuna malori yanaingia hayana breki. Kuna malori yanaingia hayana tairi mbovu. Tairi mbovu. Lori litakuwa na tairi mbili na tairi moja tu. Alafu anafika na haribikiwa mle, anaziba barabara. Umeelewa Lakini sasa tukaambia tuwezi kufikia sisi, hizo hao ni town trip. Mtu anapeleka gari Kongo hawezi kuingia na tairi moja na kwenda Kongo, haiwezekani. Mtu aenda Kongo hawezi kuingia na gari mle haina reflector haina nini, haiwezekani. Umenielewa Sisi kwa asilimia japo 80 tunafika viwango. Ni hawa Tanzania wenzetu na ndio walio wengi. Kwa sababu mle wanaingia watu waloko wanaobeba mizigo kuleta Dar es Salaam madukani, kupeleka Morogoro, kupeleka Arusha, kupeleka Mwanza madukani, kupeleka Mbeya madukani. Mikoa karibu 30 kuna magari yanayoingia kwenda kubeba mle. Sio sisi tu, sisi ni wachache sana. Kuna mostly walio wengi wanaingia mle. Hasa hawana taarifa zozote kwamba serikali inataka nini. Hawana taarifa zozote kwamba port wanataka nini. Hawana taarifa zozote kwamba DP World wanataka nini. Yeye anafikiri gari mradi likisogea linaweza kufika pale basi. Hapana. Kuna viwango, ndio kwa hivyo lazima ukidhi viwango. Vinginevyo nenda kwa polini kabebe mbao huko. Na unaweza kupata matatizo pia. Na kuna kilio kingine hapa kwamba kuna wamiliki wa malori wanakuwa wafanyakazi wao mishahara yao haikizi. Driver wanalalamika kuhusu kipato chao kwamba ni kidogo. Wewe ukiwa kama ni mwenyekiti, wewe ni mwenyekiti wa wamiliki wa malori Tanzania, unazungumziaje hili swala kwa wamiliki wanaoajiri madriver kuhusu mishahara yao? Kuna mambo mawili. Kuna kweli kuna watu hawalipi mshahara inayokidhi, wapo, siwezi kukataa. Lakini bado kunatakiwa kutolewa elimu kwa madereva juu ya matumizi ya pesa. Madereva walio wengi ni vijana, na ujana ni maji ya moto. Ana starehe, wapunguze starehe. Wanalipa hela nzuri, wanalipa mshahara mkubwa. Umeelewa? Wana vitu vingi vidogo vidogo. Nikwambie kuna tajiri mmoja kaja ofisini kwangu ananiambia na miaka 2 hajanunua nguo ya ndani. Nguo ya ndani chupi hajanunua. Miaka 2 hajabadilisha nguo ya ndani. Ulijaribu kumuuliza labda shida nini? Hela hakuna, gari zinakwenda matatizo, gari zinakwenda dereva matatizo, mara booster fanya hivi, booster kabadilisha mara hiki mara hivyo. Umeelewa? Unakuta dereva kana maisha mazuri kuliko tajiri. Wapo. Hii ni vice versa. Madereva wapate elimu ya matumizi ya pesa. Umeelewa? Lakini wamiliki wa malori pia wale wachache waliopo wajitahidi kuwalipa madereva vizuri, kwa sababu umenunua gari yako milioni 200 wanakabidhi dereva. Usipomlipa vizuri ataidondosha, atafanya nini? Si jambo jema sana. Ili aweze kulinda mali yako, lakini lazima uhakikishe unamtunza vizuri. Ajisikie kwamba ile kazi ni ya kwake, ajisikie ile ni ofisi. Lakini serikali pamoja na kwamba LATRA wanatoa elimu, ningependa sana kuwepo na elimu ya saikolojia kwa madereva. Wajitambue kwamba ile ni ajira kama ajira nyingine, mambo yataenda vizuri. Kuna kampeni ambayo LATRA wameandaa tarehe 16 ya mwezi huu ya kukagua magari pale TBA bandarini, kukagua magari ambayo ni mabovu, hayakidhi vigezo. Sasa tumia fursa hii ukiwa mwenyekiti wa wamiliki wa malori Tanzania, unawaambia nini wamiliki hawa ili waweze kuzungumza na waajiri wao? Hao ni madereva wanaofanya kazi ndani ya mipaka ya Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania kuelekea siku hii. Jambo la kwanza katika inspection, ningependa sana tushirikishe pia viongozi wa wamiliki wa malori ili kuondoa ile sintofahamu, kuondoa maneno. Unajua kwanza tunaenda kwenye uchaguzi. Unaweza kufanya jambo kumharibia mtu ukampunguzia kura. Yani kwa mama yetu anaweza kupunguzwa kura kwa sababu ya mema yako na unataka kuyafanya, lakini unayafanya kifichoni. Tuite sisi wamiliki wa malori, sawa, na tushirikishe. Fanya ukaguzi wako.
inspection yako na ukaguzi, ndio ukaguzi huo. Na sisi tunaona ili tuone je unafanya kazi kwa haki. Umeelewa? Unafanya kazi kwa haki. Tutakavyoona hata siku 2, 3, 4, 5 basi tutakuwa ni mashahidi kwamba ukaguzi ulikwenda kwa haki. Lakini vinginevyo ni shida. Unaweza kufanya vitu au unaweza kutuma vijana wako wakafanya vitu tofauti. Halafu wakatuharibia, tukaonekana viongozi si hatupo, ikaonekana serikali inaonea watu na baadaye mkaanza kumnyima mtu mwingine kula, labda hivyo sio kitu kizuri. Watushirikishe, tuwe pamoja. Kuna shida gani? Siku 1, 2, 3 ni watushirikishe. Tuone wote. Hata nyinyi waandishi wa habari muepo muone. Jamani, mnaona hii gari ina single tire. Hii inaruhusiwa kutembea barabarani? Hapana. Jamani, tuwepo wote. Why not? Wasiende wao tu. Kwa mfano tukisema okay, wasiende kabisa bandarini. Hakuna lori kupeleka bandarini kule, watakagua nini? Kuna kitu watakagua? Wataenda kukagua majengo pale. Watushirikishe. Jeshi la polisi, hiyo si inspection maalum, ni ukaguzi maalum. Watushirikishe na sisi Waamerika. Tuone wanakagua vitu vyetu, vyombo vyetu wanakagua nini? Tuone je wale ambao wanakuwa penalized kweli wana penalty, wana makosa hayo? Wanastahili kupewa penalty hizo, wanastahili kufungiwa, wanastahili yes, tuone. Safi kabisa. Sasa wito wako kwa wamiliki wa magari haya unawaambia nini? Wewe ni mwenyekiti wao. Watanzania wote, kwanza tutengeneze magari yetu. Ukitengeneza kifaa chako vizuri, ndio kitadumu muda mrefu. Tengeneza gari yako vizuri, ikidhi viwango, nenda bandarini. Tengeneza gari yako vizuri, ikidhi viwango, ingiza barabarani. Umenielewa bwana? Yaani hilo mimi siwalindi wamiliki wa malori wenye magari mabovu kuingiza bandarini. No. Mtu hakikishe gari yake inakidhi viwango, breki ziko vizuri, dashboard lake inasoma vizuri, milango vizuri, tayari nzuri, ingiza kafanye kazi. Utalinda gari yako, lakini utamlinda na mwingine. Utamlinda na mwingine asiyekuwa na kosa. Kwa mimi kuhusu ukaguzi sina shida nao, lakini watushirikishe. Tuwepo, viongozi wa madereva wawepo, viongozi wa wamiliki wa malori wawepo. Fanyeni inspection yenu na sisi tunaona. Nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Asante sana. Mungu awabariki. Asante sana. Mtazamaji, kufikia hapa tumefikia mwisho wa mahojiano yetu, na sisi Chawamata TV tulikuwa tunazungumza na mwenyekiti wa wamiliki malori Tanzania. Ameweza kuzungumza mengi ambayo wamiliki lakini pia waajiriwa wao wanatakiwa kufanya. Sisi kutoka hapa Segerea, Tabata Segerea Senene, hatuna la ziada. Kumbuka tunapatikana YouTube kwa majina ya Chawamata TV, Instagram ni Chawamata TV, lakini pale Twitter X kwa sasa tunapatikana kwa jina ya Chawamata TV. Nenda pale subscribe ili wa kwanza kupata taarifa moto zinazokufikia kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Chawamata